Katika ibada ya siku ya leo, nguvu za Mungu ziko mahala hapa, uwepo wa Mungu uko mahala hapa. Kwa hivyo tujisikie tukiwa mahali panapofaa, uweponi mwa Mungu, miguuni mwa Yesu, tukamuinue na tukampe sifa zote na utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. So tuamini na pamoja tuombe tunapoikabidhi ibada ya siku ya leo mbele za Mwenyezi Mungu, maana hatuwezi bila yeye, hatuwezi bila neema yake. Pasipo na yeye tutashindwa, lakini tukimwamini akawe kiongozi wetu, akatuelekeze, hakika tutaibuka na ushindi wake na nguvu zake zitakuwa katika kazi katika ibada ya siku ya leo, na mapenzi yake itasimama katika ibada yetu. Na tuamini pamoja. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakutukuza, tunakuabudu. Tunakiri ya kwamba hakuna mwingine aliye kama wewe, hakuna mwingine aliye na nguvu kama zako, Mtakatifu wa Israeli. Wewe uketii katika malaika wako wakuu, Bwana wa rehema, tunasongea miguuni mwako asubuhi ya leo. Tunaalika uwepo wako na nguvu zako mahala hapa, Bwana mabwana. Tuongoze, Mtakatifu wa Israeli, katika Kristo Yesu, maana tunakiri ya kwamba hatuwezi peke yetu, Bwana wa rehema. Tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako, hekima yako na ufahamu wako, Baba wa rehema, katika Kristo Yesu. Ibada ya siku ya leo twaikabidhi mikononi mwako, Mfalme wa amani. Yote ambayo tutakayoitenda, Jehovah Jireh, my Father and our God, we pray for thy divine breakthrough in the name of Jesus Christ. Mtakatifu wa Israeli, katika sifa, Mungu wa rehema, kadhihirisha ukuu wako na uaminifu wako, Bwana wa rehema, katika kuabudu, Baba wa rehema, onekana, Mtakatifu wa Israeli. We speak thy holy fire, thy holy anointing to manifest in our midst and even in this altar, Abba Father, kwa utukufu wa jina lako, Baba wa rehema. Wakati wa neno, Jehovah Jireh, tunakutegemea wewe, Bwana mabwana. Katulishe, Jehovah Jireh, katuchibishe katika uwepo wako, nazo nguvu zote na heshima na mamlaka zikurudie, ewe Mtakatifu wa Israeli, ukatie katika kiti chako cha enzi. Wacha kuinua mikono kwetu asubuhi ya leo, kukawe kama dhabihu ya jioni. Maombi yetu, Baba wa rehema, sifa zetu, Bwana wa utukufu, zikakufikia, Baba wa rehema, kama manukato inukia vizuri katika kiti chako cha enzi, katika Kristo Yesu. My Father na our God, tuangazie uso wako, Baba wa rehema. Wacha hii nuru, Baba wa utukufu, itoka usoni mwako ikatumulikia katika ibada ya siku ya leo. Nazo sifa zote, Baba wa mbinguni, ni zako sasa na hata na milele. Asante, maana wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu, maana umetangaza ushindi juu yetu kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na heshima, na ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kushukuru. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Thank you Jesus, thank you King of Glory. Kwa dakika moja nataka kusema ya kwamba siku ya leo imekuwa siku ya baraka kutoka asubuhi, na tumenenewa katika altar service ya kwamba ni nini uko nayo katika mkono wako. Bwana Yesu asifiwe. Even in this service today, what do you have to offer to your God? Bwana Yesu asifiwe. Tumeingia katika nyumba ya Bwana. Utampa nini Mungu wako? Bwana Yesu asifiwe. Utampa nini aliyekuumba? Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema ya kwamba tupeane mili yetu kama dhabihu iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. So let's surrender our bodies unto God. Amen. Tunaposifu huyu Mungu, tujipeane kwake pasipo kupakisha na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa hapa katika uwepo wake, jisalimishe kwake katika kuabudu, jitoe. Bwana Yesu asifiwe. Katika zaka na sadaka, jitoe. Bwana Yesu asifiwe. Na hakika
utaona jinsi Mungu anaweza kukuinua, anaweza kutembelea. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile alitembelea huyu mama mjane na akamuokoa na akampatia ya kulipa mandeni na ya kumstahimili pamoja na ya watoto wake na baadaye. Bwana Yesu asifiwe. The same God ni yeye yule nyakati zile, yeye ndiyo ako na yeye ndiye atakuweko. Bwana Yesu asifiwe. So katika ibada ya siku ya leo tuamini Mungu ya kwamba anaweza kutenda zaidi ya tutarajiavyo. Bwana Yesu asifiwe. Kulingana na nguvu zake ambazo zinafanya kazi ndani yetu. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, wakati tunapoenda kuabudu na kusifu huyu Mungu na kulitia jina lake, surrender unto God. Fully surrender to this God. Na tukisarenda kwake, tukipeana kwake kamili, hakika atatujaza na uwepo wake na nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi nguvu ndio anasema ya kwamba kupitia hizi nguvu atatenda zaidi ya utarajiavyo ama ya uombavyo. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Timotheo, 1 Timothy 6, Timotheo wa kwanza mlango ni wa 6 mstari wa 16. Biblia inasema ya kwamba who alone is immortal and he who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see, to him be honor and might forever. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba yeye asiyoisha, yeye asiye na mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Yeye mahali anakaa katika mwangaza ambayo hakuna mtu anaweza kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo anasema ya kwamba huyu tumpe sifa zote na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Huyu nguvu zote ni zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo tuombe hiyo nuru ikatuangazie, nuru inaoweza kutoa kila aina ya giza. Na nasema ya kwamba heshima na nguvu ni zake. Amen. Na katika ibada ya siku ya leo atatuheshimisha, maana heshima ni zake. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zote ni zake. Atatupa nguvu ya kustahimili kila aina ya jaribu. Atatupa nguvu ya kuendelea mbele. Atatupa nguvu ya kumfanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko mahali panapofaa na Mungu yuko hapa. Tusimame kwa miguu yetu. Praise God. Are we ready to worship? Are we ready to praise the maker of heaven and earth? Aliyetuumba na yeye hakuumbwa, akatie. Unasikia huyo anakaa mahali ambapo kuna nuru ambayo hakuna mtu aweza kuiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Muko tayari kumsifu huyo? Akatie katika malaika wakuu. Muko tayari? Wapi shangwe na vigeregere?